Wanasiasa nchini Israel wanamtaka Netanyahu aondoke madarakani. Kwa mujibu wa waziri mkuu wa zamani Naftali Bennett, anamtaka Netanyahu kuondoka madarakani, huku akisema katika mahojiano ya televisheni kuwa waziri mkuu huyo wa sasa bwana Benjamin Netanyahu anapaswa aachie ngazi, kwa maana aondoke katika kiti cha waziri mkuu katika taifa hilo la Kiyahudi. Bennett hata hivyo amekataa kuweka wazi ikiwa ana nia ya kupambana naye kwenye uchaguzi ujao. Waziri mkuu huyo wa zamani wa Israel amesema Netanyahu amekuwa madarakani kwa miaka 20 akiitaja kuwa ni mingi mno, huku akimtuhumu kiongozi huyo kuwa na jukumu kubwa kwa migawanyiko isiyoisha na iliyoshuhudiwa kwenye jamii ya Israel. Bennett amesisitiza kuwa upinzani umekuwa pia ukimtaja Benjamin Netanyahu kuondoka, hasa kutokana na anavyoshughulikia vita vya Gaza. Kwa sasa hakuna uchaguzi wowote uliopangwa kufanyika kabla ya mwisho wa mwaka 2026, lakini kuitishwa uchaguzi wa mapema ni jambo la kawaida katika siasa za Israel. Hata hivyo, moja kati ya changamoto ambazo alikumbana nazo waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni pamoja na kukataliwa na baadhi ya wanasiasa, lakini ni kutokana na misimamo yake aliyokuwa nayo waziri mkuu huyo, lakini pia aina ya siasa zake anazozifanya katika taifa hilo la Kiyahudi. Wanasiasa wengi wamekuwa wakipinga baadhi ya maamuzi yake. Moja kati ya mambo ambayo hawakukubaliana naye ni pamoja na vita endelevu katika eneo la ukanda wa Gaza na eneo zima la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, amekuja kusababisha vita nzito na vita ambavyo Wayahudi hawakutarajia. Vita baina yao dhidi ya Iran ni vita ambavyo Wayahudi hawakutarajia vingeweza kutokea na kuharibu miundombinu ya maeneo yao mbalimbali katika taifa lao, na hata baadhi ya viongozi wakiwemo baadhi ya mawaziri wamekuwa kimweleza wazi juu ya vita kati yao na Iran, vita ambavyo kimsingi vilisababisha mauaji ya watu wengi ndani ya taifa hilo la Israel. Lakini zaidi ni mwendelezo wa mapambano dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza. Mpango wao umekamilika kuiharibu Gaza, lakini bado wanawasaka wapiganaji wa kundi la Hamas ambao waliwateka baadhi ya raia nchini Israel, lakini hadi sasa bado hawajafanikiwa kuwachukua mateka wote. Wapo chini ya mamlaka ya Hamas, lakini bado kuna mwendelezo wa kuhakikisha watu hao wanapatikana. Kinachotokea wakati huu ni mwendelezo wa vita hivyo na kutokuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano, na licha ya kwamba kuna mazungumzo ambayo huenda yakafanyika katika siku zijazo, lakini bado Israel chini ya Benjamin Netanyahu inaendelea na operation katika eneo hilo la ukanda wa Gaza kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, hasa kurudi kwa mateka walio chini ya Hamas. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho baadhi ya wanasiasa wameanza kukieleza dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye pia anakabiliwa na kesi za ufisadi, ambapo kesi yake katika siku za hivi karibuni ilitakiwa kutajwa mnamo siku ya Ijumaa, lakini iliahirishwa kutokana na udhuru ambao waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu aliutoa mbele ya mahakama. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, ili kuyajua mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Utaweza kuyajua kwa mapana zaidi.